Na wasalimu amjambo. Amjambo tena. Ni muda mzuri Kristo ametujalia tena tumekusanyika mahala hapa kwa ajili ya kuchambua maandiko yake matakatifu. Kwanza mtatuia radhi, wiki jana hatukuweza kupeperusha ujumbe huu kwa sababu zisizoweza kuepukika, na kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo, ametuwezeshea tena tumekutana mahala hapa kuwaletea ujumbe huu. Na kabla sijaenda mbali, ningependa kuwatambulisha waliojumuika pamoja nasi ambao ni walimu wetu siku hii ya leo, na wao pia pate kujitambulisha. Nikianza na mkono wangu wa kushoto, kuna dada yetu pale ataweza kujitambulisha. Kwa majina naitwa Rudia Osoro, na wakaribisha nyote katika kipindi cha leo. Asante dada Rudia. Kwa majina naitwa David Mambore, na wakaribisha nyote katika kipindi hiki. Hamjambo. Hatujambo. Kwa majina ni Eva Wambua, karibuni. Asante dada Eva. Nami ni Dennis Shem, na wakaribisheni nyote, na pia ninawasihi mnapoingia katika ile channel yetu ya YouTube Ufumbuzi wa Maandiko, Ufafanuzi wa Maandiko TV, enda pale kwa subscribe, na ikiwezekana pia jaribu kushare na jirani yako ama rafiki yako katika mitandao ya Facebook, tunayotumia mitandao ya WhatsApp, ili pia tunapotumia platform hizi kupeleka ujumbe huu inafikia jamii yote na kila kabila na kila taifa. Kwa hivyo ni wasii wangu kwamba tunapotazama pia tusubscribe ili neno la Mungu lipate kuenea kwa mataifa yote. Tunataka kuingia katika maandiko matakatifu. Ningependa kumwalika dada yangu Rudia apate kutuombea ili tuanze. Tuamini na kuomba. Asante Mungu kwa masaa haya. Tunashukuru kwa siku hii ya leo, tunapoenda anza katika kipindi hiki. Uwe pamoja nasi, utuongoze kuanza mwanzo mpaka mwisho. Ni katika Yesu tumeomba. Amen. Lesoni ya wiki jana tuliona mataifa sehemu ya pili, na tuliona Mungu ni Mungu wa taifa lote, na tukaona jinsi Zaburi anavyomuelezea katika Zaburi 46. Tuliona jinsi anavyomweka Mungu kuwa ni Mungu ambaye habagui, ni Mungu wa jamii yote, wa kila taifa, wa kila kabila na kila lugha. Na siku ya leo ambayo ni juma la 6, tunaenda kuangalia kuelewa kafara. Tumekuwa tukielewa kafara za aina mbalimbali, na tuko na kafara za kitamaduni. Lakini leo nataka tuangalie kafara ambayo Mungu ametukusudia tuielewe katika maandiko yake. Amina. Na fungu litakalo tuongoza katika juma hili linatoka katika kitabu cha Ufunuo 5 aya yake ni ya 9, nami nitainukuu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hichi kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Amina. Tunaona kila taifa limetambuliwa hapa, kila lugha imetambuliwa hapa, na kila jamaa imetambuliwa hapa. Kwa hivyo ina maana kafara inayotolewa hapa si kafara ya jamii moja, si kafara ya kabila moja, si kafara ya jamii moja, ni kafara ya kila mwanadamu aliye katika ulimwengu huu. Na tukiendelea zaidi tutaona kafara hii ambayo iliyotolewa ni kafara ya aina gani. Na kafara hii Mungu amekusudia itolewe, je, ina manufaa kwa mwanadamu? Na Yohana pia naye amepata kuizungumzia katika kitabu cha Yohana ni 1 aya yake na 29, ambapo tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana anaelezea mwana kondoo huyu. Jambo la kwanza tumepata kujua mwana kondoo huyu anayezungumziwa kwamba ametolewa kafara ni nani? Yesu Kristo. Amina. Kwa hivyo tunapoongelea kafara, tunapoongelea mwana kondoo, tunaongelea nani? Kristo aliye hai. Na katika Biblia hatuwezi kuepuka mada ya dhabihu ya wanyama
inapita kama uzi mwekundu katika kurasa zake zote, na ina jukumu kuu katika tukio ile. Na tunaona kafara hii ambayo Mungu ameitoa kwa wana wake ni kafara ya mwana kondoo ambayo ni Yesu Kristo, aliyemtoa katika msalaba ili mwanadamu aliyepotea apate kufanya nini? Kukombolewa. Kwa hivyo kafara hii ni ya muhimu sana na ina maana kubwa katika maisha yetu. Je, ndugu Mamboleo, kafara hii ina uzito gani kwako? Asante sana mwalimu, kwa vile umeweza kutangulia kusema. Kwa kweli kafara hii ambaye ni Yesu Kristo, tunaona ya kwamba baada tu ya anguko ya mwanadamu ilikuwa ni tuweze kufiria hiyo dhambi, ilikuwa tuwe kafara sisi wenyewe ya kulipia Dhambi zetu. hizo dhambi zetu. Lakini sasa kwa sababu ya upendo wa Mwenyezi Mungu, tunaona Mungu anatupatia mbadala wetu ambaye ndio huyo mwanakondoo ambaye tumemzungumzia, ambaye ni Yesu Kristo. Yeye ndiye aliyekuja akafa pale msalabani kwa niaba yetu. Kwa hivyo tukitazama hapo nyuma katika historia ni kwamba kafara zilikuwa zinatolewa za mwana mbuzi, za mwana kondoo na ng'ombe, lakini hizo zote zilikuwa zinamlenga yeye. Na alipokuja akajitoa mara moja, ndio tunaona tukaweza kupata ondoleo la dhambi. Asante sana ndugu Mamboleo. Dada Rudia, je, kafara hii ina maana kwako? Kafara hii ni ya maana katika maisha yetu kwa sababu ilitolewa kwetu ili tuweze kupata uzima wa milele. Na kuna katika Biblia tunapoisoma, wengine hawakuelewa kafara hizi. Wengine waliweza kuleta vitu vya shambani waweze kutoa kafara. Watu kama hawa hawakuelewa, maana hawakuelewa kafara ni nini. Lakini mpaka damu ilikuwa imwagike, ilikuwa ikusudie huyu Yesu Kristo aje ili aweze kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo kafara ni damu inayomwagika kwa sababu ya kukomboa kitu fulani. Asante sana dada Rudia. Mwalimu Eva, kafara hii iliyotolewa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, je, kama haingetolewa mwanadamu tungeendelea na zile kafara zetu za kutoa kondoo, mbuzi? Kufikia sasa ingekuwa tuko mahala gani? Tungekuwa bado tuko katika hali ya kuwa tuko kwa giza, tuko katika hali ya kuangamia milele na hatuna tumaini. Lakini kafara hii inatupa tumaini na pia inatupatia nafasi ya kuwa na ujasiri wa kusema tunayo nafasi ya kuingia katika uzima. Amen. Tumeona kafara hii inatuonyesha njia ya uzima wa milele. Amen. Kafara hii isingetolewa basi hatungejua umuhimu wa nini? Wa kafara. Na katika siku hii ambayo inaenda kuingia na kichwa chake inasema kwamba kafara zisizo za maana ama kafara isiyo ya maana. Na kafara hii isiyo ya maana ni kafara ya aina gani? Je, kuna kafara tunatoa ambazo hazina maana? Kabisa. Je, kafara hizi ambazo tunazitoa hazina maana, mbona tuzitoe? Na utangulizi tumeona kafara ya maana ni kafara ya nani? Ya mwana kondoo. Lakini hapa siku hii nataka tuangalie kafara hii ambayo si ya maana ni kafara aina gani? Katika Isaia anaelezea katika Isaia 1:2 aya yake ya 15 na pia Isaia 56 aya yake ya 6 na 7 na Zaburi pia akaongezea Zaburi 51 aya yake ni ya 17. Na kafara ya kwanza imeanza katika uumbaji wa ulimwengu ambayo ilianzwa na mwana wa Adamu, wana wake wawili ambaye ni Kaini na Abeli. Tunamwona Kaini anatoa kafara, tunamwona Abeli anatoa kafara, lakini tunaona kafara ya Kaini haikubalika machoni pa nani? Pa Mungu. Na hiyo ndio kafara iliyokuwa ya kwanza kutolewa na iliyokuwa ya kwanza Mungu kukataa. Na tutajua kwa nini Mungu akakataa kafara hii
ya Kaini na akaikubali kafara ya Abeli katika kitabu cha Mwanzo aya yake ni ya 3 na aya yake ya 15 na Mwanzo aya yake ya 4 sura yake ya 3 na ya 4. Tunaona jinsi Kaini anapoleta kafara yake kwa Mungu na Abeli anapoleta kafara yake kwa Mungu. Lakini Kaini ama Abeli alifahamu kanuni kuu za ukombozi. Hilo ndilo jambo la kwanza lililofanya kafara ya Abeli ikakubaliwa machoni pa Mungu. Jambo la kwanza, alijua kanuni za ukombozi, ambapo Kaini hakujua kanuni za nini? Za ukombozi. Tamu sana. Je, ndugu yangu Mamboleo, hii kafara ambayo haijakubalika unaionaje? Asante sana mwalimu. Mimi ningependa kunukuu katika kitabu hicho ambacho umetaja cha Zaburi ya 51:17 ambayo inasema dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika na kupondeka. Sasa hapo Daudi anataka kutufundisha ya kwamba wakati tunaleta kafara kwa Mungu ni roho zetu zifanye nini kwanza tuzilete kwa Mungu. Tujioji katika roho zetu na iwe tumejinyenyekeza kwa Mungu. Kweli kabisa. Tuelewe umuhimu wa hiyo kafara. Asante sana. Pengine kuongeza jambo hapa ni kwamba Kaini na Habili walijua kanuni za kafara. Lakini Kaini akiwa ndiye mtoto mkuu wa Adamu alitaka kufanya mambo kivyake vile tu angetaka yeye, si ile sheria Mungu alikuwa ameweka, na aliona kuwa ni atimize tu, kwa sababu ni kana kwamba Mungu ni msumbufu, anamsumbua hata anapoleta kafara. Lakini wote wawili walikuwa wameelezewa kanuni ya jinsi ya kutoa kafara, lakini Habili akakaidi, na alipokaidi akaleta kafara ambayo sio ya kumwaga damu, bali alileta matunda ya shambani mwake ambayo haikukubalika, na ndiposa sasa tunaona wivu kaingia. Asante. Ndugu Rudia, umeionaje hii kafara isiyokubalika? Katika Wanaisraeli, kuna vile walikuwa wanatoa kafara wengine, yaani nia zao zilikuwa saina gani wanapoleta katika ile masanduku. Wengine walikuwa wanakuja kwa sababu ya nia zao, na tunaposoma katika Isaya inatuambia Mungu alifunika uso wake kwa sababu ya wanapoangalia mioyo yao. Ile mioyo inapoleta ilikuwa haiko pamoja naye, wengine walikuwa na nia zao, ndipo Mungu wengine akawakataa kwa sababu nia zao zilikuwa mbaya. Asante. Tumeona Abeli anapoleta kafara yake na Kaini anapoleta kafara yake. Swali ni kwetu, je, mioyo yetu tunapoipeleka kwa Kristo tunaipeleka kwa njia jinsi Kaini alivyopeleka ama tunaipeleka jinsi Abeli alivyopeleka? Ni swali tujioji maishani mwetu. Tunapopeana hii mioyo yetu midhaifu na yenye kuanguka kila kuchao, tunaipeleka kwa Mungu kwa njia gani? Na iwapo tutaipeleka kwa njia ambayo Abeli alipoifanya na akajua kanuni ya ukombozi, basi pia nasi tutapata ukombozi huu jinsi Abeli alivyofanya nini? Alivyoupata. Na mwalimu wangu, kabla hujaenda katika hiyo sehemu nyingine, karibu, ni kwamba tunapoangalia Habili tunaona yeye alijitambua kwanza yeye ni mwenye dhambi. Jambo la kwanza, yaani inamaanisha ya kwamba hakuwa na kiburi kabisa. Lakini hata saa hizi sisi tukijiangalia, wakati tunaleta sadaka zetu mbele za Mungu, kuna wengine wetu tunatanguliza kiburi. Kweli kabisa. Ndio maana hata tunafanya kafara zetu asifanye nini? Asikubaliki. Ndio maana katika Zaburi amesema kwamba moyo uliopondeka ndio ambaye Mungu anafanya nini? Kubali. Mwalimu, kuna dhana ambao watu huwa wanasema ya kwamba Mungu anaangalia moyo. Kwa hivyo anaangalia mioyo yetu wakati tunanyenyekea mbele zake na sadaka zetu, kwa sababu ni sehemu ya ibada. Amen. Kweli kabisa. Ina maana kwamba Mungu haangalii kiwango cha sadaka unayopeana. Kitu anachoangalia ni moyo wako. Moyo wako umekubali kiasi gani kutoa kafara hiyo? Umejitolea kiasi gani katika kafara hiyo?
Jambo la mwisho mwalimu ni utii. Na utii. Ya Mungu kulingana na maagizo ya Mungu ameweka. Asante. Mungu jambo la kwanza anataka tufanye nini? Tutii na tukubali na tunyenyekee. Iwapo tutafanya mambo hayo, basi kibali chetu kitakubalika. Asante sana. Damu ya mafahali na mbuzi. Damu hii ya mafahali na mbuzi, mwalimu wangu, inasemaje? Asante sana mwalimu kwa nafasi. Tunaona ya kwamba hapo kitambo vile tumesema, watu walikuwa wanaleta mbuzi, wanachinja kondoo, lakini kuna dhana ama kuna waza wengine walikuwa wanawaza wakiangalia huo mfumo, wanasema ya kwamba huo mfumo ulikuwa ni mfumo wa kikatili sana. Na yenyewe sasa tunaona kwamba Mungu ni wa upendo, lakini sasa anatuagiza tuweze kuchinja, na katika kule kuchinja ni jambo ambalo ni ngumu mwenyewe. Sasa wengine walikuwa wanafikiria ni jambo la kikatili, lakini sasa tunaona ya kwamba kwa sababu ilikuwa inamlenga Yesu Kristo ambaye ndio kafara wetu ambaye wa mwisho. Yeye pia alikuwa haja kufa kifo cha kikatili vile wanyama walikuwa wanafanya, wanauliwa. Sasa tukiangalia katika kitabu cha Waibrania 10 tumepewa kutoka kianzia mstari wa 3 mpaka 10, lakini mimi ningependa tu kusoma mstari wa 9 na 10. Inasema hivi. Mstari wa 9 inasema, ndipo aliposema, tazama nimekuja nifanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi aisimamishe la pili. Katika mapenzi hayo nimepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Kristo mara moja tu. Sasa hapo tunaona ya kwamba Paulo anatuambia ya kwamba Yesu alipokuja, huyo mbadala wetu, alikuja ili aondoe ile ya kwanza. Ile ya kwanza ilikuwa ni hiyo damu ya mafahali na mbuzi, na aondoe ili alete la pili, ambaye ya pili ni mwili wa kafara ambaye yeye alitoa, ambaye ndio ilikuwa ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kupitia kwa hiyo ya pili sisi tulipata uondoleo la dhambi kabisa. Na hapa tunaona kisa ambacho huyu mwandishi anatuambia ya kwamba imefananishwa na mtu anapotaka kusafiri, anaenda katika bus station ama station ya ndege, anachukua tikiti, analipia ile safari na anapewa tikiti. Kwa mfano kama umeambiwa safari ni mwezi ujao, unapewa tikiti, unahifadhi ile tikiti, unajiandaa. Wakati umehifadhi hiyo tikiti unaweza kuifanya mahali vile unataka. Unaweza kuitoa ukakalia, ama ukaweka chini ukasimama juu yake, lakini haitakupeleka mpaka ungojee mwezi ujao tena uende katika kituo cha basi ndio uweze kuabiri basi ama ndege ndio uweze kupata nini usafiri ile ambao ndio kabisa. Sasa hapa tunaambiwa ya kwamba ilikuwa ni hivyo hata damu ya mafahali na mbuzi ilikuwa imelenga kuja kwa Yesu Kristo ambaye ndio mbadala wetu. Sasa alipokuja, na vile tunaona ya kwamba wakati alikata roho, tunapata pasia ya hekalu inaweza kukatika katikati, na tukaona ya kwamba sasa kuanzia hapo ile damu ya makafara haikuwa na maana tena, lakini ilikuwa na maana wakati wa kwanza, wakati wanangojea ile ya pili iweze kusimama. Asante mwalimu. Na tumeona kwamba Kristo alikuja kuondoa ile sehemu ya kwanza. Na sehemu ya kwanza ilikuwa mwanadamu alikuwa akitaka kufanya kuangama lazima atoe mwana kondoo ambaye ilikuwa ni kondoo ama mbuzi, yani lazima kufanyika umwagaji wa damu. Ina maana Kristo asingekuja sehemu ya kwanza haingefanya nini? Haingeondoka. Je, mwalimu wangu, rudia. Damu hii ambayo iliyoletwa ikaondoa sehemu ya kwanza ina manufaa gani katika maisha haya? Mwalimu wetu. Damu hii iliyomwagika ya kwanza ilikuwa kumaliza kila itikadi ambayo mwanadamu alikuwa ameishikililia sana kabisa, na kuwaweka huru watambue ya kwamba kafara iliyokubalika na iliyo sawa isiyokuwa na dosari ilikuwa ni Yesu Kristo. Kwa hivyo hiyo ya kwanza ina tena lazima.
Sasa tumeona kwamba kafara ya kwanza ishaondolewa na kafara ya pili ishatolewa, ambaye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na kafara hii iliyotolewa imemaliza kafara zote zilizopita. Sasa imebakia mwanadamu kukubali ile kafara iliyotolewa. Hiyo tu. Sio kurudi tena kwa kafara. Kwa sasa kafara imepita na wakati. Na kafara iliyobaki ni kutoa miili yetu kwa nani? Kwa Yesu. Hiyo ndio kafara iliyobaki. Lakini kafara ya kuchinja mbuzi, kuchinja kondoo, kuchinja watoto ilipitwa na wakati. Na Kristo aliondoa kupitia nini? Msalaba. Kifo chake msalaba. Maandiko haya mazuri sana yametuthibitishia umuhimu wa kafara. Na tumeona umuhimu wa kafara jinsi unavyotuelekeza katika kiti cha enzi. Karibu ndugu Mabelo. Nikiangalia kama ingekuwa Yesu hajakuja mpaka sasa, tungehitajika tunaleta mwana kondoo, na vile mambo sahihi magumu. Tunashukuru Mungu. Sasa ukitaka kumfikia Mungu ni kupitia kwa nani? Kwa Yesu. Tunashukuru kwa hiyo. Asante. Na ingekuwa bado tunaendelea kutoa kafara, sasa nadhani tungekuwa kwa negatives. Kwa sababu ingekuwa kila mwezi tunapeana, sasa tumekuja katika miji hakuna mbuzi. Ile gharama yenyewe ya kununua mbuzi hatufiki. Lakini ilimgharimu Mungu kumtoa mwanae pekee. Yohana 3:16 anatudhihirishia kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee. Jambo la kwanza ni tufanye nini? Tumwamini. Ina maana gani? Tukubali kafara iliyotolewa msalabani. Amen. Iwapo tutakubali kafara iliyotolewa msalabani, basi tutakuwa tumemwamini nani? Yesu Kristo, mwana kondoo wa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika sehemu ya mwana kondoo wa Pasaka inanikumbusha pale wana wa Israeli walipokuwa katika utumwa. Ili Mungu awakomboe na awatoe katika nchi ya utumwa, ilibidi amwambie Musa, utawaambia wana wa Israeli kila familia waangalie mwana kondoo wa mwaka mmoja, asiyekuwa na nini na dosari yoyote, achinjwe na damu yake ipakwe pale kwa mimo ya mlango. Tunaona kwamba Yesu hekaluni. Tunaona kwamba Mungu alikuwa na mpango wa kurudisha mwanadamu karibu na yeye tena. Lakini tunapoangalia kitabu cha Zaburi 5:4, Daudi anasema ya kwamba mtu mwovu aishi kwako. Sasa ingekuwaje Mungu aturudishe sisi ambao sisi waovu aturudishe karibu na yeye kabisa? Lakini tunaona ya kwamba Mungu aliweza kumwamuru mtumishi wake Musa akaweza kujenga hema ambayo ilipokuwa inajengwa, wana wa Israeli walikuwa wanajenga upande huu wanaizingira, na Mungu alikuwa anakaa katikati yao. Na tunaona kwamba wakati sasa mtumishi wa Mungu ambaye ni Suleimani alipomaliza kujenga ile hekalu la kwanza kule Yerusalemu, wakati lilikuwa likiwekwa wakfu, hiyo ni ukisoma katika Wafalme wa kwanza kuanzia mstari 8 kuanzia mstari wa 10 hapo, tunaona kulionekana uwepo wa Mungu. Mungu alikuwepo akitenda. Mungu wakati hekalu linawekwa wakfu, kulionekana uwepo wa Mungu kwa njia ya moshi. Moshi likaijaza ikiashiria kwamba uwepo wa Mungu. Lakini tunaposoma kitabu cha Hagai, nabii Hagai anasema ya kwamba kusoma Hagai 2 kuanzia mstari wa 7 mpaka 9, nabii Hagai anasema ya kwamba katika hekalu la pili itakuwa na utukufu zaidi kuliko hekalu la kwanza. Na tunaona wakati hekalu la pili linawekwa wakfu, uwepo wa Mungu hauonekani. Moshi haujazi hekalu. Sasa ndio tunaanza kujiuliza, hivi sasa itakuwaje utukufu wa Mungu
iwe katika zaidi kuliko la kwanza. Na mara ya kwanza tuliona moshi, lakini tunaona ya kwamba ni katika hekalu la pili ndio Yesu sasa alikuja sasa akiwa katika mwili na akaingia katika lile hekalu na tukaona utukufu wake na tukamsikiza sauti yake, tukamshuhudia na tukamshuhudia. Asante sana. Tumeona katika hekalu la pili Kristo mwenyewe ameonekana na ameonekana na tumemshuhudia. Ndio Yohana anasema, Yohana wa kwanza 1:1 tuliyoshuhudia na tukayapapasa, ndio tunayowaambia hawa. Na sisi pia tumemwona nani? Kristo hekaluni. Je, kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vitu vyote, nani huyu aliyeviumba hivi vitu vyote? Asante kwa nafasi. Tumeona kuwa Yesu mwenyewe amekuja. Sasa huyu ndiye mwenye vyote. Yeye ndiye mwenye vyote ambaye aliyeviumba vitu vyote ambapo viko ulimwenguni. Na tunapoendelea, Ezekieli pia anaangalia lile hekalu vile lilikuwa na vile mbinguni ilionekana. Na Isaya pia tunamwona akiwa naye ameonyeshwa. Isaya yeye mwenyewe anakuwa na yoga, anasema jamani, ole wangu, nimemwona Mungu. Itakuwaje mimi mdomo wangu ni mchafu? Na mimi mwenye dhambi. Inakuwaje? Lakini naiona pia naye tunamwona naye akilia kwa sababu na yale aliyoonyeshwa. Lakini kwa sababu yeye ndiye aliumba vitu, itakuwaje abamuone huyu aliyeviumba vitu vyote? Lakini tunaambiwa kuwa hata tunaposoma katika mambo ya Walawi, Musa anaambiwa na Mungu kuwa ambia ndugu yako asiingie katika patakatifu, kwa sababu uwepo wangu uko wapi? Uko pale. Akifika pale pengine atafanya nini? Atakufa, kwa sababu utukufu wake ni Mungu. Kwa hivyo tunaambiwa kuwa katika yeye akiwa ndiye muumba aliyeviumba vitu vyote, yeye ni mkuu, anastahili vyote. Hata shetani yeye anataka kuleta uongo dhidi ya Mungu, lakini katika kile kiti cha enzi uongo wote unafanya nini? Unajirika, unaonekana wazi kuwa hapa ni uongo. Alafu kitu kingine, shetani yeye anapopeleka pale mashtaka dhidi ya Mungu, tunamwona katika kile kiti cha enzi anaonekana kuwa inafuchuliwa kuwa huyu ni mwongo. Lakini mwisho wake tunamwona mwanakondoo ambaye ni Yesu Kristo, ambaye anatajwa kuwa aliyechinjwa akawa ndiye aliyesimama imara katika vyote. Alafu kitu kingine tunaona hapa ni msalaba. Huyo msalaba akichinjwa yeye mwana kondoo anatundikwa pale msalabani. Ule msalaba kuna vitu viwili vinaonekana pale. Kitu cha kwanza tunaambiwa ni kuwa ni jinsi gani Mungu anatupenda sisi mpaka akamtoa mwanawe wa kipekee akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili tunaona hapa ni kuwa ni jinsi gani wa dhambi tulivyoanguka na kwa njia gani msalaba tunaweza kufanya nini? Kukombolewa. Hiyo ni kitu cha maana katika maisha yetu sasa, na tuweze kukitia maanani katika maisha ya Ukristo. Tuweze kuelewa kuwa huyu Mungu ni mkuu na ndiye aliyeviumba vitu vyote. Tuweze kutia maanani katika hali ambayo tunayoishi sasa. Kuwa Mungu wetu anastahili kuinuliwa, kutukuzwa, na vyote vile tunaona vile watu wake wameonyeshwa na utukufu wake wote. Amen. Mwalimu wangu, tumeona jinsi kafara ya mwana kondoo iko na umuhimu katika maisha yetu, na tumeelewa aina ya kafara ambayo iliyotolewa yenye manufaa katika maisha yetu. Sijui mwalimu wangu, kwa summary, umeelewa vipi kafara hii? Bwana Yesu asifiwe. Jambo ambalo limenipata katika leseni hii tulipoendelea katika uchambuzi ni kwamba kafara ya pekee, kafara ambayo ilikuwa ya umuhimu sana katika ulimwengu mzima, mataifa yote, jamaa, lugha na kabila,
ni kafara ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ametukomboa na hakuna mwanadamu yeyote anayestahili kutukomboa ama kutufanyia lolote, lakini kuokolewa kwetu ni kupitia kwa huyu kafara ambaye ni Yesu. Amen. Kafara ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Mwalimu kuongezea pia ni kwamba huyu kafara ambayo vile mwalimu Eva amesema ametukomboa, lakini hakukomboa watu specific, kwa sababu hapa imetajwa kila kabila, kila lugha na jamaa. Kwa hivyo ni watu wote ambao huyu kafara amefanya nini? Ametukomboa na ametukomboa. Kwa hivyo letu ni kukubali kuna kwa halafu tunapata ukombozi. Amen. Nirudia na jambo tunalidia. Mimi rangu ni kusema ni tujitoe sisi sote na tukubali tuweze kuelewa ni kafara gani huyu ambaye aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Wengi wetu hatutaelewa, lakini nawasi tuweze kuelewa kupitia kwa maandiko. Ili aliye kafara ni Yesu Kristo, alitabiriwa, akatabiriwa na Yohana, Ezekieli, Isaya, watu wote manabii waliotabiri kuwa ni mwana kondoo anayebeba dhambi zetu na ako karibu kuchinjwa na alichinjwa. Akachinjwa kwa ajili ya dhambi zetu. Tuweze kuelewa hizi kafara na tujue umuhimu wake katika maisha yetu ya Ukristo ili tupate uzima wa milele. Amen. Mtazamaji wangu, na kushukuru kwa muda wako. Umeelewa kafara ambayo ilitolewa kwa mwanadamu na kafara iliyo ya muhimu kuliko kafara zote. Iwapo umekuwa ukipitia shida, unaenda mahali na kuwa toa jogoo mweupe kwa ajili ya kafara, hiyo ilipitwa na wakati. Kafara ambayo itakusaidia katika maisha yako mtazamaji wangu ni kafara ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo, aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo ni himizo langu mtazamaji wangu, iwapo uko na swali katika channel hiyo yetu ya ufumbuzi wa maandiko, unaweza uliza swali pale nasi tutakujibu. Lakini jambo la kwanza mtazamaji wangu nataka utoke nalo ni kwamba kafara ya ulimwengu huu tunayotoa, tunayodanganywa katika ulimwengu huu haina maana yoyote. Kafara ambayo itakusaidia katika maisha yako mtazamaji wangu ni kafara ambayo Kristo alitoa katika msalaba. Iwapo unapitia shida, usidanganyike kutoa kafara ya jogoo mweupe wala kitu chochote kwa ajili ya kafara. Mtazamie Yesu Kristo msalabani, nawe shida zako zitaisha. Hiyo kafara ya mwisho Mungu aliyotupa. Ningependa tuombe kwa ajili ya kumaliza. Baba yetu na Mungu wetu, uketie katika kiti chako cha enzi, ulimtoa mwana wako wa pekee kwa ajili ya maisha ya mwanadamu aliyepoteka. Yatendeke jinsi upendavyo, kwani ndilo letu kupitia jina Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.